Taarifa ya habari za dunia. Majaji wawili kutoka Uganda na Namibia ni miongoni mwa makamishna 6 watakaochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla na wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 baada ya Rais Samia Suluhu kuzindua rasmi tume hiyo hii leo Ijumaa. Ron Clifford na taarifa zaidi. Tume hiyo iliyopewa muda wa miezi 5 kukamilisha kazi yake inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Shabani Ali Lila, huku Rais Samia akisema muda huo unaweza kuongezwa endapo kutakuwa na sababu za kimsingi. Kwa mujibu wa mamlaka iliyopewa, tume hiyo itachunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea wakati wa uchaguzi na kutoa mapendekezo kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Majaji wa nje walioteuliwa ni Petras Tileinge Dameseb wa Namibia na Cheborion Barishaki wa Uganda. Dameseb ni naibu jaji mkuu wa mahakama ya juu ya Namibia na pia jaji mkuu wa mahakama kuu ya nchi hiyo. Barishaki ni jaji wa mahakama ya rufaa ya Uganda ambayo pia hufanya kazi kama mahakama ya kikatiba nchini humo na ni jaji wa kitengo cha rufaa cha mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Makamishna wengine ni jaji mustaafu Gad John Mjemas, jaji mustaafu Awadh Mohamed Bawazir na jaji mustaafu Aishieli Nelson Sumari. Akizindua tume hiyo, Rais Samia amewataka Watanzania kushirikiana na makamishna ili waweze kutekeleza majukumu yao bila vikwazo na ameelezea sababu za kuteuliwa kwa tume hiyo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Wakati huo huo, vyama viwili vya upinzani nchini Namibia vimepinga uteuzi wa naibu jaji mkuu wa nchi hiyo Petras Tileinge Dameseb kuwa mmoja wa makamishna wa tume ya rais ya uchunguzi inayochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 2025. Vyama vya Affirmative Repositioning AR na Independent Patriots for Change IPC vimesema uteuzi huo unaweza kuibua maswali kuhusu uhuru wa mahakama ya Namibia na nafasi ya nchi hiyo katika mjadala kuhusu haki za kibinadamu nchini Tanzania. Katika taarifa yake, chama cha AR kimemtaka jaji Dameseb kukataa uteuzi huo, kikisema kushiriki kwake kunaweza kuathiri taswira ya uhuru wa mahakama ya Namibia. Kiongozi wa chama hicho Job Amupanda amesema ushiriki wa jaji anayehudumu katika mahakama ya Namibia kwenye tume ya nchi nyingine utaharibu sifa ya mahakama ya Namibia na kuibua taswira kwamba mahakama za nchi hiyo zinahusishwa na masuala ya kisiasa nje ya mipaka yake. AR pia imeitaka tume ya huduma za mahakama JSC kueleza msingi wa kisheria na kimaadili uliotumika kumruhusu Dameseb kushiriki katika tume hiyo na imeonya kuwa inaweza kuchukua hatua za kisheria kupinga uteuzi huo. Kwa upande wake, chama cha Independent Patriots for Change IPC kimesema ushiriki wa Dameseb haupaswi kuchukuliwa kama mbadala wa mazungumzo ya kidiplomasia kuhusu masuala ya haki za kibinadamu nchini Tanzania, ikiwemo kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Chama hicho kimeitaka pia serikali ya Namibia kueleza msimamo wake kuhusu ushiriki wa jaji huyo katika tume hiyo. Malalamiko hayo yanakuja wakati Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akishazindua rasmi tume ya rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukaji wa sheria katika matukio yaliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kuundwa kwa tume hiyo kunatekeleza moja ya mapendekezo ya tume iliyoongozwa na jaji mustaafu Ahmed Chande Othman iliyochunguza matukio ya vurugu yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana 2025. Matukio hayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 518 na kujeruhi maelfu ya wengine. Huyo ni Ron Clifford. Msikilizaji, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini makubaliano ya pamoja ulinzi zikitangaza kuwa shambulio dhidi ya nchi yote kati yao litachukuliwa kama shambulio dhidi yao wote. Viongozi wa mataifa hayo matatu yenye idadi kubwa ya Waislamu walisaini mkataba huo katika mji mtakatifu wa Maka. Hatua hiyo ya kuimarisha ushirikiano wa usalama inafuatia msukosuko uliosababishwa na vita vya Marekani dhidi ya Iran ambavyo vimeitumbukiza Saudi Arabia katika mzozo, kwani imeathiri mauzo ya mafuta yake. Makubaliano hayo yanachanganya nguvu za kifedha za Saudi Arabia na nguvu za kijeshi za Uturuki na Pakistan, taifa pekee la Kiislamu lenye silaha za nyuklia. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Mkataba huo ulitangazwa katika mkutano kati ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif uliofanyika katika mji wa Maka nchini Saudi Arabia. Nchi hizo tatu zimekuwa zikilenga kuimarisha ushirikiano wao wa kiusalama, wakati vita kati ya Marekani na Iran vimefanya Saudi Arabia kuhusika katika mzozo huo na kuvuruga usafirishaji wa meli katika mlango wa bahari Hormuz ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta pamoja na bahari ya Sham
Kiislamu. Saudi Arabia na Pakistan tayari walitangaza mkataba wa pamoja wa ulinzi mwaka uliopita. Mkataba mpya wa pamoja wa ulinzi wa Maka unalenga kuimarisha uwezo wa pamoja wa kuzuia mashambulizi dhidi ya nchi hizo, na unaelezea kuwa shambulio lolote la kijeshi dhidi ya mojawapo ya nchi hizo tatu litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya nchi zote. Taarifa hiyo inaongeza kuwa mkataba huo pia utaimarisha ushirikiano wa kiulinzi katika nyanja zote kati ya nchi hizo tatu. Ingawa mkataba huo unaahidi msaada wa pamoja kati ya nchi hizo tatu za Kiislamu za madhehebu ya Sunni, haujaelezea kwa kina wajibu wa kila nchi. Afisa mmoja Uturuki alinukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema mkataba huo unalenga ulinzi pekee. Katika uhusiano huu wa kiulinzi, Saudi Arabia inaleta nguvu kubwa za kifedha na ni miongoni mwa nchi zinazonunua silaha kwa wingi zaidi duniani. Uturuki ina jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya jumuiya ya kujihami ya NATO, pamoja na uwezo mkubwa na wa kisasa kutengeneza silaha, huku Pakistan ikiwa na silaha za nyuklia. Nchi hizo tatu zimeelezea wasiwasi wao kuhusu mzozo wa Iran ukiendelea bila dalili za kumalizika, na Marekani ikijitahidi kudhibiti athari zake katika eneo hilo baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran inayotawaliwa zaidi na Waislamu wa madhehebu ya Shia tarehe 28 Februari. Iran na washirika wake wamefanya mashambulizi dhidi ya maeneo nchini Saudi Arabia na mataifa mengine ya Ghuba, na pia kuzuia usafirishaji wa bidhaa kwenda katika nchi hizo. Na msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, kama alivyofanya hapa Henry Kideula ambaye anatusikiliza kupitia Facebook, lakini Sali Bunzalisali na Fikiri Dario Gakala, vile pia William Kitengai kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Ni kushukuru Jafari Kopo ukiwa Moshi Tanzania, unasema suluhu pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Na Nyasana anasema walohusika na waliotoa pesa kwenye swala la Tanzania wanajulikana. Asante sana kwa maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ateua makamishna 6 wakiwemo majaji wa Uganda na Namibia watakaochunguza waliohusika na ghasia zilizojiri wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini makubaliano ya pamoja ulinzi, zikitangaza kuwa shambulio dhidi ya nchi yoyote kati yao litachukuliwa kama shambulio dhidi yao wote. Na katika mjadala hii leo tunamulika darubini uongozi wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA baada ya mpango wake wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji. Kijana mmoja wa umri wa miaka 14 amefanya shambulizi kwa kutumia bunduki katika shule moja nchini Thailand na kusababisha vifo vya watu 7 na wengine wengi kujeruhiwa. Polisi nchini Thailand wanasema kuwa mvulana huyo aliwaua babu na bibi yake nyumbani kwao na kisha kuishambulia shule ya Depsirin karibu na Bangkok ambako alikuwa mwanafunzi. Walimu 5 walipigwa risasi na kuuawa kabla mvulana huyo kujiua akitumia bastola hiyo inayomilikiwa na babu yake. Yusuf Mazim na maelezo zaidi. Polisi nchini Thailand wamearifu kwamba watu 6 wakiwemo walimu na wanafunzi wamefariki dunia baada ya tukio la ufyatuaji risasi katika shule moja iliyoko kaskazini mwa mji mkuu wa Bangkok. Watu wengine wasiopungua 15 wamejeruhiwa. Polisi wanasema kwamba mshambuliaji alikuwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 na ambaye baadaye alijipiga risasi. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza kwamba wanafunzi walionekana wakikimbia huku na kule katika shule hiyo, huku majeruhi wakipelekwa hospitalini kwa magari ya wagonjwa. Walimu waliokuwa na huzuni kubwa walionekana wakikumbatiana huku wakilia. Waziri Mkuu wa Thailand Anutin Charnvirakul amesema rafiki wa mshambuliaji aliliambia jeshi la polisi kwamba kijana huyo ambaye kwa sasa ni marehemu alikuwa akipitia msongo mkubwa wa mawazo. Ameongeza kwamba mwenendo wa mshambuliaji huyo unaonyesha wazi kwamba alikuwa amepanga shambulio hilo mapema. Kijana huyo alifyatwa jumla risasi 26. Mwanafunzi mmoja wa shule hiyo, Pawarisa Mairisa, ametoa mtazamo wake juu ya upatikanaji wa silaha na matumizi yake. It makes me wonder if... Tukio hili linanifanya nitafakari iwapo upatikanaji wa silaha umekuwa rahisi kiasi kwamba mtu anaweza kutekeleza shambulio la risasi la watu wengi katika shule kama hii. Nina matumaini kwamba hatua kali zaidi za udhibiti, umiliki na matumizi ya silaha zitachukuliwa. Watu wengi wamepoteza maisha au kujeruhiwa, na hali hii imewaacha wananchi wengi wakiwa na hofu na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watoto wao na wanafamilia wao. Ninatoa wito kwa
mamlaka husika kuchukua hatua madhubuti na za haraka ili kuzuia matukio kama haya yasijirudie. I urge the relevant authorities to take concrete action. Waziri wa elimu nchini Thailand, Yodchanan Wongsawati, amesema kwamba serikali itatangaza hivi karibuni mpango wa hatua za afya ya akili utakaolenga kuwasaidia watu walioathirika na tukio hilo la shambulizi. Pamoja na hayo, waziri mkuu wa Thailand ametuma salamu za rambirambi kwa familia za waathirika, akieleza masikitiko yake makubwa kufuatia tukio hilo. Thailand imeendelea kushuhudia matukio machache lakini ya kutisha ya mashambulio ya risasi katika taasisi za elimu. Tukio la kwanza kabisa kutikisa taifa hilo lilitokea mwaka 2003 baada ya mwanafunzi aliyefyatua risasi dhidi ya wenzake katika shule moja huko Nakhon Si Thammarat kutokana na mgogoro binafsi. Mwaka 2022 nchi hiyo pia ilikumbwa na janga kubwa zaidi baada ya kuwa polisi kuvamia kituo cha kulelea watoto mkoani Nong Buan Lumphi na kuwaua watoto pamoja na watu wazima. Matukio hayo pamoja na shambulio la hivi karibuni katika shule moja huko Bangkok yamezua mjadala mpana kuhusu usalama wa shule, afya ya akili na udhibiti wa silaha za moto nchini humo. Shukran Yusufu kwa taarifa hiyo. Bradley Marongo anayefahamika na wingi kama Gen Z Goliath ana urefu wa futi 8.2 na ni mmoja kati ya watu warefu zaidi barani Afrika. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 24 kutoka Kenya alijipatia umaarufu mkubwa baada ya kuonekana katika maandamano ya Gen Z mwaka 2024. Tangu wakati huo Gen Z Goliath amekuwa mtengeneza maudhui mitandaoni, ameigiza sinema na pia amekuwa balozi wa kampuni mbalimbali nchini Kenya. Lakini anakabiliwa na changamoto zipi kwa kuishi kama mtu mrefu hivyo? Mtangazaji kinara wa Dira ya Dunia Ron Clifford amemuuliza swali hilo walipokutana katika studio za BBC Nairobi. Kiatu ni custom made, nguo custom made, kila kitu kwangu ni custom made. Hakuna dukani, wezi enda tu kwa duka utafute kiatu upate. Hakuna. Kando na kukosa nguo na viatu, kitu gani kingine ambacho mtu akiwa mrefu kama wewe inakuwa ngumu kwa life? Kupata kazi ni ngumu. Wajua ukiniandika kazi kitu ya kwanza, sasa ni kama sitakuwa nafanya kazi, nitakuwa napiga picha kwa kazi yako. Maana kila mtu akikuja tu ni picha watu wanataka kupiga. Nimeona hapa sasa nikitembea na wewe kila mtu ni picha anataka. Tuzungumzie sasa maisha ya kawaida. Unajua pia wewe ni kijana. Unaona sasa kwa life unapatanga madem? Ukiwa mrefu hivi ama madem wanakuogopa? Madem. Oh, madem. Madem. Atutafuti wanatafuta. Wenyewe wanakujanga DM wanakutafuta. Tall, dark and handsome. Vitu gani vingine ambavyo unafanya ili kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa fiti, unatengeneza chapa? Unajua nikwambie kitu moja. Fame na kujani inaenda, si ndio? Lazima ukipata pesa unafungua business, unakuwa mwana business. Lakini usiweke kwa social media. Unajua si kila mtu atakupenda. Ni kweli. Ukipendwa na kila mtu kuna kasoro. Hebu tueleze kidogo familia. Una ndugu, dada? Kwetu tuko 4, wasichana wawili, vijana wawili. Hao wengine ni urefu wa kawaida tu? Mnatoshana tu. Wanatoshana na mimi? Ni wewe tu hivyo? Mimi tu. Jamii zingine za Afrika unaona mtu akikuwa hivyo labda unaona huyu amerogwa huyu ama hajarogwa. Sasa unajua anasema huyu si Mkenya huyu. Huyu ni Msudi. Wanauliza huyu ni Mkenya kweli? Mimi Mkenya. Kitu gani ambacho umefanya ama ambacho kimekufanyikia kwa maisha yako unaona ni kama ndoto kabisa? Wajua nikikaa hivi nikifungua simu nafikia ile picha ya kitambo alafu nafikia picha ya saa hii. Nasema Mungu ndio kila kitu. Kitambo hakuna mtu angekuwa heshima, lakini sasa unajua ukitokea sasa can I have picture with you? Lakini kitambo wewe kuja hapa nataka picha. Kwa mtu yuko pale nje ambaye hana tumaini, yuko tu anaona maisha yake hayana mbele hayana nyuma, unaweza mwambia nini? Unajua hii maisha kitu ya kwanza haifai u give up. Unafaa ukue, yani ukiona inakulemea sana jikaze. Mimi ningekuwa give up kwa hii jani ningekuwa nisha give up. Lakini sasa nakisema niki give up ni kama sitakuwa na maisha poa. Sasa kwa hii mtu wako kuinje hii maisha usi give up. Kama ni kusoma soma. Hata mimi mwenyewe bado nasoma. Lakini nasomea home. Kama unafanya kazi fanya na bidii. Siku moja itafunguka tu. Siku moja itajipa. Ikifunguka ni hivyo tu. Imefunguka. Hata wakuombea mabaya. Mungu kama amesema ndugu yangu utakufa maskini. Lakini akisema utakufa tajiri lazima tu kufa. Mambo yako tu yatakuwa. Binadamu hawezi kupangia maisha. Na ni kweli. Mungu anapanga. Mungu ndio anapanga kila kitu.
Kudra Maulana inaitwa. Msikilizaji, ni kuelekeze kwenye tovuti yetu, kuna taarifa hapo kemkem ambazo unaweza kuzisoma, ikiwemo hii ya vyama vya upinzani Namibia vyapinga uteuzi wa jaji kwenye tume ya uchunguzi Tanzania, lakini kuna taarifa hapo kuhusu watoto waliozaliwa wakati wa vita Sudan wanavyokosa utambulisho kisheria na ni kumrithi Gianni Infantino ikiwa ataondoka FIFA. Ni miongoni mwa taarifa ambazo bila shaka tumekuandalia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri 2 mpya zinazolenga kupunguza haki ya uraia wa kuzaliwa nchini Marekani, hatua inakuja wiki chache baada ya mahakama kuu kukataa jaribio lake la awali la kufuta haki hiyo. Peter Mwangangi na maelezo zaidi. Amri ya kwanza inapanua orodha ya raia wa kigeni ambao watoto wao wanazaliwa Marekani kuwa hawatapata uraia wa moja kwa moja wa Marekani. Amri ya pili inapiga marufuku kile kinachoitwa utalii wa kujifungua, ambapo wanawake wajawazito husafiri kwenda Marekani kujifungua ili watoto wao wapate uraia wa Marekani kwa kuzaliwa. Akizungumza katika ofisi ya Oval, Rais Trump alisema, na hapa namnukuu, hatua hii ilipaswa kuchukuliwa miaka mingi iliyopita, lakini sasa tunatatua tatizo hili, mwisho wa nukuu. Pia aliikosoa mahakama kuu kwa kukataa jaribio lake la awali la kufuta haki ya uraia wa kuzaliwa ambayo imekuwepo kwa karibu miaka 150. Kwa mujibu wa amri hiyo mpya, watoto wanaozaliwa Marekani hawatapata uraia wa kuzaliwa ikiwa wazazi wote wawili si raia wa Marekani na mmoja wa wazazi hao ni mwanachama wa kundi la kigaidi la kigeni, ni mfanyakazi wa serikali ya kigeni, au alijaribu kupata uraia wa Marekani kwa njia ya udanganyifu, au anaishi katika maeneo ya Marekani ambapo uraia kwa njia ya kuasili hautolewi chini ya sheria. Hata hivyo, uraia wa watu wanaozaliwa katika maeneo ya Marekani kama Puerto Rico unaendelea kutambuliwa chini ya sheria za shirikisho. Trump na maafisa wengine wa utawala wake wamekuwa wakikosoa mara kwa mara utalii wa kujifungua. Pia wamezituhumu nchi kama Urusi na China kwa kutumia sheria za uraia wa kuzaliwa ili kupata ushawishi nchini Marekani. Wakati wa kutangaza amri hizo, Trump alidai kuwa mamilioni ya watoto wamezaliwa Marekani kupitia utalii wa kujifungua. Hata hivyo, taasisi huru ya utafiti ya Migration Policy Institute inakadiria kuwa kati ya watoto 22,000 hadi 26,000 huzaliwa kila mwaka nchini Marekani kupitia utalii wa kujifungua. Na msikilizaji, napata fursa ya kusoma tena maoni yako hapa. Na mwana Ali Mrange Gigiri Mresa, mdau wa Sochuja wa Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania, anasema mwanafunzi kufiatua risasi na kuua watu kiukweli nasikitisha. Watu wamepoteza maisha wakiwa hawana hatia yoyote huko Thailand. Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema anatupata mubashara kupitia simu yake jioni hii. Endelea kuwa nasi bila shaka. Elisha, tutaendelea mpaka mwisho wa matangazo haya. Starabu Zamzam pia naye asante kwa kutumia ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook, lakini pia namuona hapa Bila Yusufu kupitia ukurasa wetu wa YouTube akiwa anazungumzia kuhusu tume hiyo iliyoteuliwa huko Tanzania kuchunguza yalotokea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Na sasa msikilizaji, naona itakuwa bora kama tutaenda kwake Shoaib Ibrahim atupashe habari za michezo. Na shukrani. Na shirikisho la soka la Norway limekuwa shirikisho la kwanza kabisa duniani kutoa wito hadharani wa kumtaka rais wa FIFA Gianni Infantino ajiuzulu baada ya kushindwa kwa mpango wake wa kuuza hisa katika kombe la dunia la FIFA kwa wawekezaji binafsi. Ahmed Bahaj anatupasha zaidi. Rais wa shirikisho hilo Liz Klavenes amesema Infantino amepoteza imani inayohitajika kuiongoza FIFA. Ameeleza kuwa kuna wasiwasi kuhusu namna shirikisho hilo linavyoendeshwa, mchakato wa ugawaji wa mashindano, kutolewa kwa tuzo ya amani ya FIFA kwa rais wa Marekani Donald Trump, pamoja na uamuzi wa kushughulikia masuala ya kinidhamu yanayowahusu wachezaji. Wakati huo huo, shirikisho la soka nchini Mexico limejiunga na Argentina na kutangaza kuendelea kumuunga mkono Infantino saa chache baada ya CAF, yani shirikisho la soka barani Afrika, kuelezea nia yao ya kumuunga mkono rais huyo kuwania muhula mwingine kuiongoza FIFA. Barabara kabisa. Barani Afrika, fainali ya kombe la Sekafa Kagame Cup imeng'oa nanga katika uwanja wa Amahoro jijini Kigali nchini Rwanda. Fainali hiyo imewakutanisha klabu ya ligi kuu ya Rwanda ya Rayon Sports na mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia, ambao wanawinda kunyakua kombe hilo baada ya zaidi ya miaka 40 kupita tangu walipolibeba. Kabla ya fainali hiyo, mkufunzi wa Rayon Sports Haringiko Francis amesema itakuwa mechi ya kukatana shoka. Ni mechi najua itakuwa ngumu kwa upande wote, juu nimeona Gor Mahia ni watu wako na ile njaa
ya kikombe. Miaka 41 ni mingi, miaka 28 ni mingi, si wote tuko na njaa. Naweza nikawaambia ni mechi, ni final, itafurahisha watu. Si wote tunataka kucheza, si wote tunataka kikombe. Tutafanya nguvu zote, na yao kwa upande wao watafanya nguvu zote. Nchini England, klabu za ligi kuu ya soka nchini humo zinaingia katika enzi mpya ya udhamini kufuatia marufuku ya kampuni za kamari kudhamini sehemu ya mbele ya jezi kuanza kutumika kuanzia msimu wa mwaka 2026-2027. Ripoti ya kampuni ya Nielsen Sports inaeleza kuwa kampuni za teknolojia, huduma za kifedha za kidijitali au fintech na taasisi zinazoungwa mkono na serikali sasa zinachukua nafasi ya wadhamini wa kamari. Nikisalia nchini England, aliyekuwa mwenyekiti mwenza wa klabu ya West Ham United David Sullivan ameshauriwa kutohudhuria mechi ya ufunguzi ya klabu hiyo dhidi ya klabu ya Portsmouth katika ligi ya daraja ya pili nchini England kutokana na hofu ya kiusalama kufuatia tuhuma za unyanyasaji wa kingono dhidi yake zilizotolewa na wanawake 7, madai ambayo yeye mwenyewe anayakanusha. Na beki wa Tottenham Micky van de Ven anakaribia kusaini mkataba mpya wa muda mrefu baada ya mazungumzo kufikia hatua nzuri. Kocha Roberto Di Zerbi ametajwa kuwa na mchango mkubwa katika kumshawishi mchezaji huyo kusalia katika klabu hiyo. Na hatimaye mshambuliaji wa timu taifa ya England Ivan Toney amefunguliwa mashtaka ya kufanya shambulio lililosababisha majeraha ya mwili kufuatia tukio linalodaiwa kutokea katika klabu ya usiku eneo la Soho katikati mwa mji wa London mnamo Disemba tarehe 6. Mchezaji huyo mwenye umri miaka 30 anayekipiga katika klabu ya Al Ahly ya nchini Saudi Arabia alishtakiwa Julai 31 na anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Westminster hapo Septemba 24. Tony amekiri kuwa amefunguliwa mashtaka hayo, lakini amesema ameshtushwa na tuhuma hizo na ana matumaini ya kusafisha jina lake mahakamani. Na huo ndio mwisho makala ya spoti, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu leo jioni katika Dira ya Dunia. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ateua makamishna 6 wakiwemo majaji wa Uganda na Namibia watakaochunguza waliohusika na ghasia zilizojiri wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Na katika mjadala hii leo tunamulika darubini uongozi wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino baada ya mpango wake wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Hii ni BBC. Shukran msikilizaji kwa kuchagua kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia na Mikaro Robi. Katika kipindi cha miaka 5 tangu wanamgambo wa Taliban waliporejea madarakani nchini Afghanistan, wanawake wamepigwa marufuku kushiriki michezo yote iliyoandaliwa rasmi. Hata hivyo, licha ya changamoto lukuki, wachezaji wa soka wanawake wa Afghanistan ambao sasa wametawanyika kote duniani wamefanikiwa kurejea kwenye jukwaa la kimataifa baada ya FIFA kubadilisha kanuni zake na kuwaruhusu kuiwakilisha Afghanistan. Taarifa ya Mahjuba Nurzi wa BBC inawasilishwa na Ahmed Bahaji. Ni wimbo wa mbwembwe na furaha kwa timu ya Afghanistan iliyokutana tena. Wachezaji hawa wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani kwa ajili ya mechi mbili za kirafiki mjini Auckland dhidi ya visiwa vya Cook. Hizi ni mechi za kwanza tangu FIFA iliporuhusu timu ya Afghanistan iliyohamishoni kurejea katika soka la kimataifa. Tunataka Afghanistan huru. Tunataka uhuru wa wasichana na wanawake wa Afghanistan waweze kuchagua wanataka kuwa nani. Tunataka kudhibitisha kwamba bado tupo hapa, bado tunaendelea kupigania haki mlizotunyang'anya. Miaka 5 iliyopita, usiku mmoja kila kitu kiliwabadilikia. Taliban waliporejea madarakani, wanawake walipigwa marufuku kushiriki michezo. Timu ya wanawake ya Afghanistan ililazimika kwenda uhamishoni, wakipigwa marufuku kuiwakilisha nchi yao na wakatawanyika kote duniani. Mechi hizi ni mwanzo tu. Lengo ni kuijenga upya timu hii iliyohamishoni inayopigania nafasi ya kushiriki michezo ya Olimpiki ya mwaka 2028. Afghanistan ilipoteza mechi zote mbili dhidi ya visiwa vya Cook, lakini baada ya miaka kuishi uhamishoni, kuvaa tena rangi za taifa lao ni ushindi wa aina yake. Ndoto yao ya Olimpiki
bado iko hai. Hatujui ni lini tutaonana tena, lakini daima ni jambo la ajabu kuwa na familia hii ya pili. Sawa kabisa. Na katika mjadala hii leo tunamulika darubini uongozi wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino baada ya mpango wake wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Je, huu ndo mwanzo wa mwisho wa Infantino ama atasimama ngangari na kutetea wadhifa wake? Mwenzangu Ahmed Bahaja amezungumza na afisa mkuu wa shirikisho la soka nchini Kenya Gabriel Mgendi na mchambuzi wa masuala ya soka kutoka Tanzania Salama Ngale. Na tumai msikilizaji hujambo popote pale ulipo. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa Ahmed Bahaj. Leo ni leo, sema kesho ni muongo, na kama kawaida siku ya Ijumaa huwa ni siku ya mjadala ama ukipenda gumzo. Na leo hii tutakuwa tunazungumza mchakato mzima ama huu mgogoro mkubwa katika ulimwengu wa soka unaotokota kwa hivi sasa. Ni mgogoro unaohusisha rais wa FIFA, Rais Gianni Infantino, na ni kutokana na kule kutaka kubinafsisha haki za kibiashara za soka kupitia miradi iliyosimamiwa na wawekezaji kutoka nje. Na hili limepingwa vikali sana, na haswa wale wajumbe ambao wanafanya na masuala haya soka na FIFA kutoka kule Ulaya wakapinga vikali biashara hiyo, akisema haikuwa na uwazi. Kilichofuata kutoka hapo wakasema hawana imani naye. Infantino naye alijitokeza akaomba msamaha siku hizi mbili zilizopita, akisema kwamba anaomba radhi makosa yalifanyika, kwamba labda watu hawakuridhia kutokana na kutokuwepo na uwazi. Lakini baada hapo taarifa nyingine iliyoturijia hivi punde ni kwamba shirikisho kuu la soka barani Afrika CAF linaloongozwa na Patrick Motsepe limemkubalia msamaha wake Infantino na kusema kwamba wataendelea kumuunga mkono pamoja na mashirikisho mengine katika baadhi ya maeneo kama Marekani Kusini na kwingineko. Lakini Ulaya bado wamejitokeza tena wakasimama kideto wakisema hawana imani na Infantino. Sasa ndio hatima kwa tunajiuliza, je, wana uwezo wa kumng'atua madarakani kwa sababu anaungwa mkono na wanachama wengi? Sasa katika kufanikisha hilo naungana naye Bwana Frank Mgendi ambaye ni mwakilishi wa shirikisho la kitaifa la soka nchini Kenya. Yeye ndio afisa mkuu ama ndio kiongozi kutoka eneo la Pwani, kwa hivyo anayefahamu haya mambo. Alafu upande wa pili kutoka Dar es Salaam Tanzania tunaye Salama Ngale, mmoja wa wachambuzi bora sana na wafuatiliaji wakubwa wa soka. Tuanze na Salama. Salama, wewe mwenye kibinafsi unazungumziaje sakata hili? Umeona kuna ubaya kwa FIFA kutaka kuongeza yani kuingia ubia na wawekezaji kwa ajili ya kutafuta mapato zaidi katika soka? Swali la msingi linakuja, kwani fedha za FIFA zimekuwa hazitoshi, na kama hazitoshi umewahi kutoka hadharani kusema kwamba mapato ambayo yanapatikana yamekuwa hayatoshi. Hilo ni moja swali la muhimu sana. Lakini wakati unafanya maamuzi umeshirikisha watu wangapi? Ama ulikaa tu chumbani ukajifungia na washauri wako wachache ukaamua kufanya maamuzi ya kwamba nakuja na wazo hili na kwenda kulifanyia kazi? Kwa sababu kila kitu ambacho unakiamua unaamua kwa ajili ya wawakilishi wengi, sio tu labda wa taasisi yako. Unaamua taasisi nyingi ambazo zipo chini yako, zaidi ya taasisi 200. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho kimetokea mambo hayajakaa vizuri, na huenda ikawa inachagizwa na kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa kwa siku nyingi au kwa chini kuelekea kombe la dunia, mpaka kombe la lilipofanyika, mpaka bingwa alipopatikana, kwamba kuna baadhi ya vitu Infantino amekuwa akivifanya ambavyo vimekuwa si vizuri ama vimekuwa vikifeva baadhi ya watu wachache ambao wameonekana kunufaika na kile ambacho amekuwa kikifanya. Siwezi kukataa kwa bara la Afrika kwa namna tunanufaika, lakini kiuhalisia kwa Ulaya wao hawapendi kona. Watu ambao wanaamua wajitosheleza, kwa hiyo lote ambalo linatokea wanatakiwa kuweka mezani. Kwa hiyo na waliomwekea ngumu ni wengi wao wanatokea barani Ulaya. Wakiongozwa na Alekula Seferin, rais wa UEFA, ambaye kila siku amekuwa anatoa update ya kile ambacho anajisikia kuhusiana na Gianni Infantino. Naam, sawa. Upande wa Mgendi, upande wako Mgendi, tatizo kubwa lililotajwa na bara Ulaya katika biashara hii hata baada ya Infantino kuomba msamaha ni kwamba wamesema walikerwa sana na ile zero transparency, yani kukosekana na uwazi kabisa katika kuchukua hatua hii. Unazungumziaje hilo? Bara la Ulaya kulingana na wao maoni yao yako sawa. Naam. Kila sehemu ama uwakilishaji wa FIFA ilikuwa ni lazima, kama vile dada alivyosema, uwe wazi. Leo hii Bahaji, naam, FIFA wamefanya maamuzi ya World Cup yaliyoisha tu juzi. Nchi 3 zikawa ndio zinashurutishwa kama sisi hapa vile tunavyoshurutisha katika jumuiya yetu ya AFCON, na hawajaweka parwanja kusema masalio tuliyapata ama faida tuliyapata kutoka kwa wadhamini ni haya, na yale yaliyotokea kutoka kwa gate collection ni haya. Umenipata? Naam.
wewe utakwendaje mbio useme tu mara moja kwamba unaipatia kampuni sehemu fulani, mgao fulani, bila kushughulisha wale ambao wahusika wakubwa ambao wao ndio chanzo kikubwa. Bara Ulaya timu zao ndio nyingi zilizofuzu katika World Cup kama unavyoona, na wao kwamba ndio wako na support kubwa sana ulimwenguni kulingana na vile wanavyoendesha mambo yao. Ndio. Na ni sawa wao kusema kwamba haya yanayofanyika hayakuwa yanakutendeka kwa njia nzuri. FIFA watakikana waonyeshe kielelezo kizuri kulingana na mambo ya wazi, tenda wazi, na mambo ya kusema sisi hapa mambo ya integrity na mambo ya transfer governance. Ikiwa namna hiyo, basi kuna mushkili hapo. Lazima kuwa kuna mtu ama kuna jamaa fiche ilikuwa imefichwa ambao hawa watu wa bara Ulaya walifumania mposa wakayatoa waziwazi. Narudi pale pale katika upande wa shirikisho kuu la soka barani Afrika CAF limeunga mkono kikamilifu nchi wanachama zile 54 wakisema kwamba kwa hakika hizo fedha zitakapoongezwa katika mpango ule, kama ungesapotiwa, basi bila shaka wao wangenufaika, kwa sababu ni hakika bado kuna miradi mingi ya kufanywa haswa kupitia mpango wa FIFA Forward Enterprise ambao umekuwa ukileta maendeleo makubwa katika nchi hizi. Sasa Salama, tatizo liko katika kukosekana kwa ule wazi kumeleta mushkil, ama tukija labda wakioshaoweka kila kitu wazi na kukubaliana ya kwamba wanasema hakuna ziada mbovu, fedha iwapo zitaongezeka katika biashara hii zitasaidia zile nchi ambazo zinahitaji zinazoendelea. Unasemaje kauli hiyo ya CAF? Kiuhalisia ni kwamba hili jambo lilisoma katika pande mbili. Upande wa kwanza kwa nchi ama shirikisho lenye uhitaji, na ule upande ambao wao wanataka kushirikishwa ili mambo yaende kwa uwazi. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Changamoto zinazokutana nazo CAF kwa maana ya Afrika sio changamoto ambazo wanakutana nazo Ulaya, sio changamoto ambazo wanakutana nazo labda CONCACAF, sio changamoto ambazo labda wanakutana na mashirikisho mengine labda Amerika Kusini na mazingira mengine hayo ambayo tunazungumzia hapa. Mimi nazungumzia kile ambacho Afrika tunakidemand ama tunaona kwetu ni sahihi, na ndio maana support imekuwa kubwa, kwa sababu tunahitaji hizo fedha. Tunahitaji kupata fedha nyingi. Baadhi umekuwa shuhuda. Naam. Sisi tunaendesha finali za AFCON. Juzi tumetoka hapa AFCON. Kiwango cha fedha kimeongezeka, lakini ni baada ya miaka mingapi? Mingi sana. Ni mingi sana. Maana yake sisi tunachukua kama sehemu ya faida kwamba kama itakuwa hivyo, maana yake tutanufaika kwenye hicho kitu. Hatutanufaika pakubwa ama itatusaidia pakubwa. Lakini vipi kuhusu hao wengine? Hao wengine wana malalamiko yao na makasiriko yao, ambao wao wanalenga tu kwamba hakuna usawa, kwamba kuna watu wanapendelewa, kuna taifa linapendelewa kuliko taifa lingine. Mfano, mpira wa kombe la dunia. Ilikuwa inaarifiwa kwamba chama cha mpira wa miguu nchini Argentina kiliingiza kiasi cha fedha kwa FIFA, lakini in return wao walikuwa wanapata nini? Watu wakaanza kuleta taarifa ambazo zilikuwa zinazungumzwa kwa chini. Ikaja wakaanza kusema kwamba ilipangwa njia ya Argentina pengine yenye pesa mpaka afike finali achukue tena taji. Watu wakaenda mbali baada pia Argentina kupoteza hilo taji. Kwa hiyo kila anachokifanya Infantino kwa sasa ni kwamba akienda Ulaya na mabara mengine hawezi kuonekana kama ni mtu ambaye anataka kusaidia. Ila akija Afrika ndio maana tumeshuhudia akina Hamidu Jibril wa Niger, Ari yule Rida wa Egypt, bila kumsaidia Fauzi, wote wamekubali kwamba hii inatusaidia sisi, kwa sababu sisi tuna uhitaji, tuna vitu vingi sana. Sasa hivi tunapata fedha kutoka kwa FIFA za kuendesha tu maendeleo mpira wa wanawake katika mataifa husika. Hiyo yote itachukua muda gani kuwa na timu nzuri za taifa labda, au kupiga hatua katika mpira wa wanawake? Kwa hiyo kwa namna mimi natazama hili jambo limekaa kimaslahi zaidi, kwamba wale ambao wanaona walikuwa wanahudumiwa au hawajashirikishwa ndio ambao wanaona kwamba mchakato haukuwa mzuri, lakini kwa Afrika kwa sababu tuna uhitaji, tunaamini tupo katika njia sahihi mpaka sasa. Maanake katika kipenge hicho Ulaya kule wao wenyewe kibinafsi wana njia nyingi sana za kuwaingizia fedha katika soka, lakini ukija ukiangalia nchi zinazoendelea kama alivyosema Salama, kuna uhitaji mkubwa. Mgendi, sasa tuje katika kipenge hiki. Je, hii hatua ya UEFA kususia kombe la dunia na hata kukataa msamaha wa Infantino una uhalali, yani ni kwa roho safi katika kutaka masuala ya soka yawe bora, ama hapo katikati kuna masuala ya kisiasa, hasa katika yule mgogoro na uendelea wa global broadcast revenues, mapato yale kimataifa ya matangazo ya soka? Unaona inakuja hapa, ama wao wana nia njema pia wao kwamba hawataki mpango huu? Bara Ulaya kulinganishwa na wao vile wanavyoendesha shughuli zao ni tofauti sana. UEFA ukienda wewe, hata mimi wakati nilipokuwa German wakati wa finali ya UEFA niliona wanavyoendesha mikakati yao ni tofauti sana ulimwenguni na jinsi wanavyoendesha FIFA
CAF na wengineo. Wale wanajiita wao kama wako, walisema wao wako kivyao. Tangu aliyekuwa yule rais wa zamani kutimuliwa, wamekuwa hawataki mchezo kabisa na mambo ya ufisadi, na kila kitu chao wao wako na hekima na wako na juhudi na wako na bidii ya kutafuta. Unakuta mambo mengi wao wakiyafanya wanayafanya kwa njia wanayotaka na hawarudi nyuma. Ndio kama unavyosikia wao wakisema kwamba watasusia kombe la dunia, wakilisusia ni pigo kubwa sana kwa FIFA. Kumbuka hakuna nchi zingine ambazo za hujitolea kwa uwakilishi wao kama jinsi wanavyojitolea wao, na wakijitolea wanajitolea kwa kwamba wakiangalia upande wa broadcasting, upande wa mauzo ya kininio kibinafsi, upande wa mauzo ya kibiashara ya makampuni, wako sawa sawa. Sio sisi huku mpaka tupige pande hapa na pale ndio tujiweke sawa. Okay. Kwa hivyo wamejimudu na kwamba hawarudi nyuma. Salama, unadhani labda katika mgogoro huu wote manake wametajwa watu 5 walengwa kwamba iwapo Infantino atatolewa mamlakani basi wao huenda wakawania wadhifa huo. Unadhani labda kuna mpango wa kutaka kusimamishwa kiongozi mwingine wa FIFA? Ipo hivyo, kwa sababu hata historia ama kumbukumbu zilikuwa zinaonyesha matukio kama haya akianza tu kujitokeza ama akianzia chini akija juu, madhara yake yanakuwa makubwa sana. Kama utakuwa unakumbuka vizuri kipindi cha Sepp Blatter, mambo alipokuja juu mbaya sana, wakamuoa ama akatoka kwenye kiti ambacho alikuwa amekalia, na yeye ndo Infantino akapata nafasi ya kuingia hapo kama sehemu ya wasaidizi, kipindi ambacho pia alikaa kwa muda Issa Hayatou wa Cameroon kwenye kiti hiko cha urais wa FIFA. So unaweza kuona kwamba kwa aina majina ambayo anatajwa, haswa wawili hawa wamekuwa ndio kama vile candidate wa haraka sana ambao wanapewa nafasi. Victor Montalian wa Amerika Kaskazini pamoja na Nasser Al-Khelaifi, rais wa PSG. Japo nimeona pia aliyekuwa mshauri wake amejiondoa ama amejifunga kwenye nafasi, lakini pia taarifa za nyuma pazia zinasema kwamba na yeye huenda akaingia kwenye hicho kinyang'anyiro. Kwa hiyo ni ngumu sana kusema kwamba anaweza kudumu, labda awe na moyo mgumu sana asubiri mpaka huo uchaguzi, lakini sidhani kama anaweza kupambana na kushinda nguvu ya walio wengi. Mgendi, katika ule mfumo wale wanachama 211 ambao wapo wote katika kuunda hiyo FIFA wanaopiga kura na nini, na kwa takwimu ni kwamba zaidi ya ama angalau wanachama 200 wanamunga mkono Infantino, lakini katika hao wachache waliobakia ndio pia wana ushawishi mkubwa katika soka kama ulivyotaja, ambao timu zao zile kubwa zinawakilisha miongoni mwa timu 6 katika zile timu kubwa duniani. Sasa iwapo watajitoa katika harakati za FIFA, kutakuwa kumebakia na itakuwa imebakia na thamani kwa kiasi gani hii FIFA iwapo watakataa kabisa na wale wengine wataunga wengi? Kusema kweli, hawa mabwana thamani yao ya UEFA na azma yao ni kubwa sana kulingana na hao wengine. Wao ndio walioanzisha mchakato wa Blatter kama vile ulivyojulikana tu, yule blogger, na hivyo ndio wakaendesha, na ndio hivyo wakamleta Infantino. Na unaposikia kwamba wakisema kwamba jambo lao hawarudi nyuma, kwamba washapiga ile kauli yao. Kuna nchi za Caribbean kule, South Africa, za upande za Southern Americans na wengine hawashughuliki sana. Ukiangalia kura zao, kuziangalia upande wa Afrika, unajua Afrika wanategemea 100% ya mahitaji ya FIFA. Wao sio kwamba wanahitaji, wao kuona wanazisukuma kwa nchi zingine zijisaidie na hayo mahitaji. Kwa hivyo wana uzoefu mzuri na wana nguvu nzuri, na pindi wazungu sio kama sisi, pindi Infantino watakapoona kwamba wale wamezidi, kwa joto limezidi kuingia zaidi, itabidi wasikizwe wao tu. Hakuna watu wengine watakaosikizwa katika mjadala huo watu 200. Ndiyo. Salama, hebu tuje katika hichi kipengee. Wako maafisa wakuu ambao umemtaja huyo mmoja, mshauri wake Infantino amejiondoa, amejiuzulu wadhifa wake na kupitia mgogoro huu. Sasa je, umma ama ulimwengu ama wale wa mashabiki pamoja na washikadau wa soka duniani watakuwa na imani gani kwa FIFA, labda wakiangalia watu kama wandani pia nao wameanza kujitoa, kumaanisha labda hapa kweli kuna masuala yasioeleweka? Wanasema kila panapofuka moshi basi ujue kuna moto. Na siku za Infantino kwenye kiti cha urais wa FIFA zinahesabika, na zinahesabika kwa sababu ya hayo matukio madogo madogo na hiyo pressure ambayo inaendelea kupigwa. Kitu ambacho mimi ninakiamini kuhusiana na imani walionayo wapenda mpira na hayo mataifa wanachama ni kwamba huwa wanatamani kuambiwa ukweli kwenye kila kitu, na hususan Ulaya. Kama kitu hawakipendi au hawakitaki kinawekwa hadharani. Takupa mfano mmoja.
Unakumbuka tukio la kuanzisha michuano ya Super League, unakumbuka? Naam, hakika. Michuano ya Super League ilianzia Ulaya. Ilitaka kule ichezwe, watu wakaanza kusema mbona mnataka kufanya mpira kumilikishwa kwa watu wachache? Ndio. Mbona mtaka mpira huo wa mabepari? Mnataka kuzipa timu chache nguvu za kufanya vizuri. Sio, umeelewa hapo? Lakini ilifika ikaja idea kwa njia ya AFL kwamba African Football League, na Infantino alikuja kuzindua mchezo wa kwanza, ilikuwa ni Simba dhidi ya Al Ahly katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam, Tanzania nazungumzia. Alikuja akija kuangalia kwamba kilichokataliwa Ulaya kimekubalika Afrika, kwa sababu Afrika tuna uhitaji wa hivyo vitu. Tuna uhitaji wa idadi ya mashindano kuongezeka. Tunahitaji mashindano ambayo yataendelea kutoa fedha kwa shirikisho, lakini pia kwa vyama ambavyo vinasimamiwa na hiyo shirikisho. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho kinaendelea ni kwamba kama Ulaya hawataki kitu, kama kitu hakitaki, basi watafanya kila ambacho wanaweza. Watatafuta kila aina ushahidi, kila kitu kitawekwa mezani, na Infantino huenda nafasi yake ikawa ndogo sana ya kuendelea kusalia, kwa sababu kama atadumu katika kipindi hiki mpaka mwakani mwezi Machi tarehe 17. Naam. Hoja itakuja, wagombea watabakia kuwa hawa ambao wanadhaniwa, ama wataongezeka wenye nguvu zaidi wengine ambao wamekaa chini wametulia? Kama wataongezeka, ama hawa wanaostaji watakuwa wamepata nguvu kubwa na watu ambao pengine walikuwa wanampa support Infantino, huenda ikawa hali ni mbaya sana kwa upande wake, kwamba anaweza akafika mpaka mwisho, lakini asidumu mpaka asiende kushinda tena kwenye kiti cha uchaguzi. Baada ya Infantino kuchukua hichi kiti, alianza kutengeneza mahusiano mazuri na baadhi ya hivyo vyama au haya mashirikisho ambayo yalikuwa na changamoto nyingi. Alivyokuja